Ndugu zangu wa Kristo, maneno ya Mungu yanasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Ndugu zangu, siku ya leo tunakwenda kuangalia ni nafasi gani ambayo vijana tumepewa katika sehemu mbalimbali. Vijana tumepewa nafasi sehemu mbalimbali. Tumepewa nafasi katika kanisa. Hata ukiangalia idadi yetu hapa tulioko humu, wengi ni vijana. Amen. Tupungiane mikono vijana. Amen. Lakini pia tumepewa nafasi mbalimbali katika kazi zetu. Staff nyingi ukienda, maofisi mengi ukienda, unakuta wafanyakazi wengi ni vijana. Hizi ni nafasi za kipekee. Amen. Sio kwamba hakuna wazee wanaoweza kuzifanya hizo kazi. Ni nafasi tu za kipekee ambazo tumebarikiwa. Lakini pia ukienda sehemu nyingi tofauti unapata kuona kwamba kijana amepewa nafasi katika kila eneo. Na pia kwa nafasi hizo tulizopewa, basi tunapaswa pia kusema tunamshukuru Mungu, maana si kwa uweza wetu sisi, bali ni kwa uweza wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndugu zangu vijana, mimi nipende tu kuambia kwamba kwa kupewa nafasi zote hizo katika kila nyanja, ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba ni namna gani Mungu anatupenda vijana. Amen. Ni namna gani Mungu anatupenda vijana. Lakini pamoja na hayo yote, kijana ameonekana akiwa na umuhimu sana. Ana umuhimu sana. Ukiangalia katika hata nchi tunasema kijana ndiye nguvu kazi ya taifa, si ndio hivyo? Lakini tukija kanisani pia tunasema kijana pia, kama alivyozungumza mchungaji hapa, kimtuma mzee wangu Mzinduka akabebe speaker, nafikiri utakuwa unamuonea, lazima utatafuta vijana. Lakini pamoja na hayo yote, vijana tunapitia changamoto nyingi sana. Pamoja na nafasi zote hizo tulizopewa, bado tunapitia changamoto nyingi sana. Tunapitia changamoto katika kazi zetu, tunapitia changamoto katika mahusiano, tunapitia changamoto katika ndoa, tunapitia changamoto sehemu mbalimbali. Na haya yote ni kwa namna moja ama ni nyingine, ni pale tu tunapokuwa tukijaribu kutimiza yale majukumu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini niseme tu vijana kwamba sisi peke yetu katika hizo changamoto tunazokumbana nazo katika hayo mazingira, sisi peke yetu bila kumshirikisha Mungu hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Tumshirikishe Mungu katika hizo changamoto. Yeye ndiye anayejua. Yeye anatupa changamoto akiwa na kusudi, akiwa na kusudio kamili kwamba nini anahitaji kutoka kwao. Tujikabidhi mikononi mwake Mungu. Angali vijana, tumtumikie Mungu. Kama ni kwa kipawa umepewa cha kuimba, tumwimbie Mungu. Kama umepewa kipawa cha kuomba, muombe Mungu. Muombe, usiombe kwa mazoea. Maana wengine huwa tunaomba kwa mazoea. Saa nyingine inakuja hata tunapata uvivu wa kuomba. Unaweza ukachati na simu saa 4 mpaka saa 7 za usiku, lakini kuchukua hata dakika 15 za kumomba Mungu ukaona ni shida kweli. Tumombe Mungu, tusimombe kwa mazoea. Tunapojikabidhi mikononi mwake Mungu, tunapomtumikia Mungu, tunapomwomba Mungu, ndipo anapata kutambua uwepo wetu na namna gani ambapo anaweza kutusaidia katika changamoto ambazo tunazipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tujifunze kupitia mfano wa jamaa mmoja anaitwa Manyama. Manyama alikuwa ni mkazi wa Dar es Salaam ambaye alikuwa akisumbuliwa na jino kwa muda mrefu sana. Nafikiri wale ambao wamewahi umwa na jino wanafahamu maumivu ya jino. Alikuwa akisumbuliwa na jino kwa muda mrefu sana. Katumia dawa za kila aina, katumia maombi ya kila aina, kazunguka kila sehemu, akakosa dawa ya jino. Siku moja akaamua kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Akamwomba Mungu, nimesumbuliwa na jino kwa muda mrefu sana, naomba ukanisaidia. Mungu kwa vile anajibu maombi, akamjibu Bwana Manyama kwa kumwonyesha dawa.
Akamwambia Bwana Manyama, nenda katumie majani ya mpapai. Nenda katumie majani ya mpapai. Na Manyama alipotumia majani yale, Mungu alimsaidia akapona. Kumbuka nimesema ni mfano. Sio kama nasumbuliwa na jino kwenda kungangana na majani ya mpapai. Ni mfano tu, tunataka tujifunze ni namna gani vile Mungu anaweza kutusaidia katika changamoto tunazopitia pale tunapomshirikisha. Amen. Basi kwa kufanya vile, Manyama akamshukuru sana Mungu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, Manyama akapunguza imani, akaendelea na mambo yake mengine na maisha yake mengine kama ilivyokuwa awali. Hatimaye jino likarudia tena, kaanza kumsumbua tena. Lakini kwa sababu alishajulia dawa, yeye alinyoka moja kwa moja kwenye majani ya mpapai. Akatafuna majani ya mpapai, lakini ngoma ikagoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuna majani ya mpapai, jino bado ndo linazidi. Kaona labda yawezekana dawa imebadilishwa, labda ni chemsho. Chuma majani ya chemsho, ikashindikana. Kula mpaka magome ya mpapai, mpaka mizizi, ikashindikana. Manyama akawa ni mtu wa kusononeka sana, kwamba Mungu, imekuwaje? Ulinionyesha dawa hii kwamba ni dawa ya meno, lakini leo nimekwenda kutumia na haijaweza kunitibu. Mungu akamwambia, kijana Manyama, hujanishirikisha. Manyama akazama tena kumwomba Mungu, kamwomba, na hatimaye alipotumia tena ile dawa akapona. Nini maana ya huu mfano? Huu mfano ni mfano mdogo tu ambao napenda tuutumie, ni namna gani ambavyo tukimshirikisha Mungu sisi kama vijana katika kila hatua, haijalishi ni gumu gani ambalo tunalipitia, haijalishi ni changamoto gani ambayo unaipitia, haijalishi ni jambo baya ama zuri, lakini ukimshirikisha Mungu anakwenda kukubariki. Vijana wengi tumekuwa ni wepesi wa kukata tamaa muda mwingine, kwa sababu tunamwabudu Mungu kwa kutumia mazoea. Unakuwa unasumbuliwa na kitu fulani, ama una tatizo, ama unapitia changamoto fulani, lakini unamwomba Mungu pale tu maji yanapozidi, tunasema maji yamezidi shingo, pale ndo unakumbuka kwamba kuna Mungu. Lakini pale utakapokuwa umesaidiwa tatizo lako, basi unamsahau Mungu. Ndugu zangu vijana na wazee kwa ujumla, Mungu anapenda tumshirikishe katika kila hatua. Mungu anapenda tumhusishe yeye katika kila hatua. Tukumbuke hata ndugu yetu Samueli, kusoma Samueli wa pili, sura ile ya pili, mstari wa kwanza mpaka wa 4, utaona namna gani Daudi alitengeneza mahusiano mazuri sana, alitengeneza mahusiano makubwa na Mungu, kwa sababu alimhusisha Mungu kwa kila hatua ambayo alikuwa anapiga, kwa kila changamoto ambayo alikuwa anapitia. Daudi alifanya makubwa sana kwa sababu alikuwa karibu na Mungu. Ndugu zangu, tumkabidhi Mungu changamoto zetu, tumkabidhi Mungu matatizo yetu, tumombe Mungu bila kujali ni hali gani ambayo unapitia, haijalishi ni hali nzuri ama ni hali mbaya, tumombe Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe jamani. Mimi nafikiri hata wazazi huko nyumbani, wazazi ni ngumu sana kumsaidia mtoto ambaye hajakuomba shida yake ni nini. Sijui kama inawezekana. Ni lazima akuombe. Kama na shida ya daftari, basi utaona umuhimu wa kumsaidia daftari kulingana na maombi yake alivyoomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumshirikishe Mungu katika kila hatua tunayopiga. Lakini vijana wengi pia tumekuwa na changamoto moja ambayo tunaomba ndio, lakini pia tunaomba kama ile nilivyosema kwa mazoea. Pale tunapokuwa na shida tunamkumbuka Mungu, lakini tunapokuwa tumefanikiwa basi tunasema hapa imetosha. Kiswahili rahisi tunasema unalala mbele. Ulimwomba Mungu akupatie mtoto, dada umetaabika muda mrefu hujapata mtoto, umemwomba Mungu akupatie mtoto, Mungu akakujalia akajibu maombi, ukapata mtoto, lakini kwa sababu shida yako ilikuwa ni mtoto, ulisali sana, ukajitoa sana, ukatoa sadaka, ukatoa fungu la 10, ukajitoa sana katika kanisa. Shida yako ilikuwa ni nini? Ni mtoto. Lakini baada ya kupata mtoto unalala mbele. Ndugu yangu, kuna majaribu. Yapo majaribu ambayo unaweza ukaletewa juu ya hilo.
Ni wangapi tunaona wamepata watoto ambao waliwaomba, lakini unakuta analeta mtoto, mwisho wa siku analaumu Mungu, ni kwa nini ulinipa huyu mtoto? Mtoto ana tabia mbaya, mtoto haeleweki, mtoto haoni mbele wala nyuma. Tunaleta vizazi vya wavuta bangi, tunaleta vizazi vya walevi, tunaleta vizazi vya wezi. Ni kwa sababu uliomba upate mtoto, Mungu alikupatia mtoto, lakini ukumkabidhi yule mtoto mikononi mwake Mungu. Mungu anapenda tuendelee kumshirikisha katika kila jambo. Ni wangapi tunaona wamekuwa na mahusiano, wamekuwa katika mahusiano, saa nyingine wakamwomba Mungu, Mungu tunaomba tusaidie tufunge ndoa. Mungu kwa sababu anajibu maombi, anakuona kijana unajituma, kijana unamwomba, kijana unajitoa, kumbe shida yako ni ndoa. Unaonekana kanisani kila Jumapili, ni mtiifu sana, lakini baada ya kufunga ndoa, ndugu yangu, unalala mbele. Ndugu yangu, tumeona changamoto nyingi sana zinatokea katika ndoa. Leo hii hata unakuta kuna wimbi kubwa sana la mabachela wanaojiita mabaharia. Kuna vijana ukimwambia hao mpaka nywele zinasisimuka siku hizi. Ni kwa sababu ya changamoto ambazo zinaendelea katika ndoa. Furaha inaishia ukumbini. Baada ya hapo ni vita. Tafikiri vita ni vita tu. Wanandoa wanaishi hawaaminiani. Ukishika simu ya mwenza kuna password, utafikiri unachora ramani ya Tanzania. Unaweza ukatoa password hapo mpaka unafika mlangoni pale ndio inafunguka simu. Hiyo ni simu ya mkeo, kwa sababu ya changamoto ambazo zinaendelea katika nini? Ndoa. Na hatujaruhusu uwepo wa Mungu katika ndoa zetu. Uliruhusu Mungu akusaidie ufunge ndoa, ukafunga ndoa, lakini hujajikabidhi bado uendelee kujikabidhi mikononi mwake Mungu. Hujaikabidhi ndoa yako mikononi mwake Mungu. Tunaomba tupate kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunaomba tupate kazi, unakuwa mtiifu, tunatoa sadaka, tunasali, tunatii wachungaji. Umepata kazi ndugu yangu, sasa imekuwa ndio kisingizio, hata kanisani hatukuoni. Hata kwenye kwaya hatukuoni. Tukiuliza sababu, nina kazi. Na hapo huwa najiuliza sana, kwamba hivi tunaosali ama wale tunaoimba kwaya, maana yake sisi hatuna kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu tunamwomba Mungu kwa kusudi fulani, tunamwomba Mungu kwa hatua fulani, tunamwomba Mungu katika yale majaribu ambayo tunayapitia, lakini pale tunapofanikiwa tunasahau pia kuendelea kumwomba nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Tuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni wasii tu ndugu zangu vijana kwamba tumkabidhi Mungu kila hitaji la moyo wetu, maana yeye ndiye mshindi wetu. Lakini pia katika kuomba tusiwe wepesi sana wa kukata tamaa. Kuna muda Mungu anatupitisha katika changamoto mbalimbali ambapo yeye anakuwa na kusudi ambalo yeye analijua, si kwa ajili ya kukutesa. Yawezekana unaomba maombi yako hayajibiwi kwa wakati, ukakata tamaa, ukasema sasa mimi nasali kila siku, naimba kwaya, najitoa, lakini bado sibarikiwi. Hapana. Mungu ana kusudio lake. Hawezi kukupitisha katika changamoto, hawezi kukupitisha katika mtihani bila kuwa na kusudio. Ndugu zangu, tukumbuke hata kipindi kile cha Musa na Wanaisraeli. Ingekuwa ndo ile ya kawaida kutokuwa na imani ama kuwa na imani ndogo, sidhani kama Musa angeweza kuwashinda wale ndugu. Wanakimbia maadui wanawafuata nyuma, lakini wanapokimbilia wanajua ni sehemu salama, lakini wanafika mbele wanakuta ni bahari. Je, wangekuwa ni wepesi wa kukata tamaa? Lakini Musa alisimama akasema, Mungu, tunawakimbia maadui lakini tunakutana tena na bahari, tunapitaje hapa? Mungu akamwambia Musa, nyosha fimbo yako. Hatimaye njia ikapatikana katikati ya bahari na watu wakapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Kwa hiyo unapopitia katika changamoto mbalimbali, usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Mungu anakusudio na changamoto hizo. Na hata katika maisha ya kawaida, nasema kuna msomi mmoja aliwahi sema, maisha bila changamoto hiyo pia ni changamoto. Unapopita katika hatua yoyote upitii changamoto, hiyo pia ni changamoto. Kwa hiyo hata katika maisha ya kawaida, katika kazi zetu, katika maisha yetu, katika familia zetu, katika ndoa zetu, unapopita katika changamoto ndio mafanikio yanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kufanikiwa bila kupitia changamoto. Bwana Yesu asifiwe kabisa.
Kwa hiyo mimi niseme tu vijana, kwanza tushukuru sana kwa hii nafasi ambayo tumepewa sisi kama vijana. Nimeelezea namna gani kila sehemu vijana wamepewa nafasi kubwa sana kwa wingi wao, lakini pia nafasi hii tuweze kuitumia vile ambavyo kila mmoja amejaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja aweze kuitumia vile ambavyo amejaliwa. Kama wewe umejaliwa kuimba, kijana, imba. Mwimbie Mungu wako. Mwimbie Mungu wako, ndicho kipawa alichokupa. Kama umejaliwa kusifu, kama umejaliwa kucheza, cheza. Tunaanzisha nyimbo za kusifu hapa, vijana wanaanzisha nyimbo zinaimbwa. Nakuta kijana kule kwa sababu ya kacheo kale kajuzi ka umeneja, basi anakaleta mpaka mbele za Mungu. Unaacha kujiachia kijana, unacheza, unajitumua namna hii kama na wewe umezeeka. Ndugu yangu, iko cheo ni Mungu aliyekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Cheza, jiachie. Umevaa koti unaona ni joto, katoe koti weka pembeni, cheza. Dada umevaa vile viatu vya mchuchumio namna hii, ukiona vinakusumbua weka pembeni, vua, cheza. Luka juu. Mungu naye anapenda tukimwimbia sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuachane kidogo na hao wazee. Unakuta muda mwingine wanasema hawa vijana wanaleta fujo. Wazee mtuache kidogo, ni umri wetu, tunatakiwa na sisi tusifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bana wazee bwana, muda mwingine utakuta hata spika unamwambia punguza sauti kidogo, anapiga kelele. Mungu anapenda hizo kelele. Bwana Yesu asifiwe. Mtuache kidogo, ni nafasi, ni muda wetu vijana. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi ndiko mlikotoka huko. Wazee, Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukakutana tena huko nje, nasema kijana tukichana, tunaambiana tu kidogo ukweli. Wazee wetu muda mwingine pia natuchanganya, huwa mueleweki. Natuchanganya sana. Nakuta kijana anaamua kumwimbia Mungu, bado analeta vikwazo. Kijana anaamua kumtumikia Mungu siku ya Jumapili, unaleta vikwazo. Sasa unataka afanye nini? Akicheza mbele zake Mungu naleta kikwazo. Mara anakataje viuno mbele. Sasa hicho kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kiuno alichotupa si Mungu mwenyewe. Kwani ajui kazi yake ni nini? Kwa hiyo wazee pia inabidi muangalie swala. Kijana anaamua kumwimbia Mungu, namletea vikwazo. Hapa mchungaji anaomba kweli kumwimbia Mungu, mzazi unaomba. Kumwimbia Mungu, mzazi unaomba eti mtoto wako amwimbie Mungu kweli? Unataka afanye kazi gani huyo? Tena yawezekana pia unajua katika hizi huduma za kanisa, labda niseme tu vijana, hasa wale ambao wanajitoa hasa kwenye mambo ya kwaya, tunapishana na mengi, tunatengana na mengi ya huko mtaani. Mtaani kuna mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidhi mbele zake Mungu. Wazazi, turuhusuni tufanye kazi ya Bwana angali bado vijana, kwa sababu upo wakati ambao na sisi tutapumzika kama nyinyi. Sasa msilazimishe na sisi damu yetu, tunasema vijana, damu inachemka. Damu inachemka. Sasa hata maji ukiona yanavyochemka kwenye sufuria ukayatoa ghafla, unaona yanavyosikitika, si ndio hivyo jamani? Kuliko yale maji ambayo yametulia. Kwa hiyo sisi damu inachemka, turuhusuni. Kama kijana anataka kumwimbia Mungu, mwache amwimbie Mungu. Kama kijana anataka amchezee Mungu, kijana wako, bwana nataka niende nikasifu, nikajiunge na kikundi cha kusifu, mwache aje asifu. Unataka kuaga anaenda disco, ndipo tafurahi. Kwamba baba kuna msanii fulani anakuja pale labda 900 ama Kibodeko, naomba niende nikacheze disco. Utafurahia. Mwache kijana aje kumwimbie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati wake. Na wewe kijana ukipata hiyo nafasi itumie, usiweke vikwazo. Kazi, majukumu mengine yote hayo umepewa na Mwenyezi Mungu. Isiwe sababu ya kukufanya wewe eti siwezi kumwimbia Mungu, siwezi kumtumikia Mungu, siwezi kwenda kanisani kwa sababu nina kazi. Kumbuka hata hiyo kazi Mungu ndiye aliyekupa. Bwana Yesu asifiwe. Na kukunyang'anya ni ndani ya sekunde sana. Umeiomba ndani ya miaka 5, ukafunga, ukatoa sadaka, lakini akiamua kukunyang'anya ni ndani ya sekunde 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumalizia tu niseme kwamba vijana tujitambue. Pia kuna umuhimu wa kujitambua, kwa sababu kuna muda pia pamoja na kwamba tumepewa nafasi kubwa wengine, lakini sasa tunaposhindwa kujitambua ni pale ambapo tunakuja pia tuna fail namna gani ya kuafford hizo changamoto ambazo tunakutana nazo. Hapo ndipo utasikia vijana tena
Si unajua vijana umefanya kosa, lakini mzee anakuambia si unajua vijana bwana, vijana tunasahau hata ile tuliyosema kijana ni mjenzi wa taifa, kijana ni nguzo ya taifa, kijana na nafasi katika kanisa. Basi tunarudi tena upande wa pili, tunasema kijana ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Ni kweli vijana tumekuwa mara nyingi pia tunapotea, tunafanya matendo ambayo kidogo hayampendezi Mungu, ambayo anaweza akapelekea hata wazazi wetu sasa kutokuwa na imani na sisi tena, wanaweza inapelekea hata wazee wetu pia kutokuwa na imani na sisi, hata kutupa nafasi ambazo tunaweza tukazifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba jikubali kama unaweza kijana, kama una kazi yako unafanya, kubali. Usiwe, kuna vijana wengine unakuta ni mwepesi kwa lugha ya mimi napenda kuitumia ya kushikiwa akili. Kijana umejaliwa akili zako, lakini unashikiwa na mtu mwingine. Yaani huwezi kufanya jambo bila kumshirikisha mtu fulani akufanyie maamuzi. Kijana, hilo ni tatizo, ni mwanzo wa kupotea, ni mwanzo wa kuingia kwenye makundi ambayo yasiyoeleweka. Kijana, jikubali. Amini kabisa kwamba akili uliopewa na mawazo ambayo unayafikiria ukimshirikisha Mungu utaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Vijana, makofi na vigelegele. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ndugu zangu wa Kristo, maneno ya Mungu yanasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Dhambi ni nini? Dhambi ni uovu. 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 Kuiba si dhambi. Dhambi. Umbea si dhambi. Sana. Uchawi si dhambi. Na kuzini si dhambi. Sasa mbona wajisifia mali za watu wanaibia?